Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi na watazamaji wa channel yetu pendwa ya Ustadh Shafi Online TV. Leo tena kwa siku nyingine tupo hapa katika muendelezo wa vipindi vyetu ambavyo vinapatikana katika channel hii. Tunakuomba uweze kusubscribe, kucomment, kushare na kulike ili uwe wa kwanza kupata matukio katika channel hii. Lakini vile vile tunaomba ushirikiano wako katika hali na mali, katika hali ya kuwezesha dawa hizi ambazo zinapatikana kwa njia ya online, lakini vile vile dawa ambazo zipo katika utayarishaji wa kwenda vijijini pale ambapo pana uhitaji wa kufikiwa mashehe ama kufikiwa dawa, ili watu waweze kulinganiwa na waweze kujua katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile tunakuomba mtazamaji, pia hili ni ombi kwetu sisi hapa studio. Hali zetu sio mzuri, tunahitaji vifaa ambavyo kwamba vitawezesha kuendeleza dawa hizi kwa njia ya online, kwa maana uboreshaji wa vifaa vya studio. Namna gani ya kuweza kuwasiliana nasi ama kuwezesha kile kitu ambacho Mungu amekujalia ni kwa namba ambazo kwamba zinapita hapo chini. Utakuwa nami mtangazaji wako Said Abdallah, nikikuwa nyuma ya kamera nipo na Sheikh Muhammad. Leo Sheikh Shafi tupo nawe tukikutaka ama tukikuomba pia katika mada yetu husika ambayo itagusia baadhi ya maandiko kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani kwa yale ambayo yamejitokeza huko mitandaoni, na tunawapa tahadhari kama Sheikh anavyotoa tahadhari kwamba wewe ambaye huna ufahamu wa elimu kwa yale ambayo yanatolewa zile hoja mitandaoni, basi usijibu kwa matakwa yako ukaharibu dini ama ukaharibu zile njia ambazo tumeachiwa na kuzifuata. Yupo mchungaji ambaye kwa jina na muhifadhi alitoa andiko katika Qur'ani: siongezi neno wala sipunguzi neno, rafiki wa Muislamu ni shetani, kwa maneno ya Mtume Muhammad. Qur'ani katika sura ya 5 aya 51 inasema, ninainukuu: enyi mlioamini, msiwafanye Wayahudi na Wakristo kuwa marafiki zenu, wao kwa wao ni marafiki, na atakayefanya urafiki nao huyo atakuwa pamoja nao. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi watu madhalimu. Katika kitabu cha Minhajul Muslim ukurasa wa 120, Muhammad akiifafanua aya hiyo, ninamnukuu, inasema na kauli yake: hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa ana rafiki ambaye ni shetani. Kwa hiyo Qur'ani imemwambia Muislamu rafiki yako sio Myahudi na Mkristo, na mtume wa Waislamu anaitafsiri aya hiyo kwamba rafiki wa Muislamu ni shetani. Na ndio maana hata Muhammad alimsilimisha shetani akawa Muislamu, kwa sababu ni rafiki yao. Lakini kumbuka, Uislamu umekuja baada ya Ukristo kuwepo na baada ya Yesu kuwepo. Yesu alipokuwa hapa duniani, ukisoma katika Yohana sura ya 15 mstari wa 13, Yesu anasema hivi, ninamnukuu: hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Mstari wa 15, siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Yesu aliwaita wafuasi wake rafiki hata kabla ya Uislamu. Uislamu ulipokuja, mtume wa Waislamu Muhammad anasema rafiki wa Waislamu ni shetani. Sasa wewe amua, utaamua kuwa rafiki yako ni shetani au utaamua kuwa rafiki yako ni Yesu. Yesu alikuwa Myahudi, na alipokuwa Myahudi, Qur'ani inasema Waislamu na Wayahudi ni maadui. Lakini Yesu ndiye mwanzilishi wa imani ya Kikristo kwa mujibu wa Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Kwa hiyo wafuasi wa Yesu au wa Kristo rafiki yao ni Yesu Kristo. Lakini wafuasi wa dini ya Kiislamu rafiki yao ni shetani kwa mujibu wa maelezo ya Muhammad. Chagua, utaendelea kuwa rafiki wa shetani kwa kubaki katika Uislamu, au utaamua kumfuata Yesu ili na wewe uwe Mkristo. Maamuzi ni yako. Katika Qur'ani sura ya 5 aya ya 51 ikisema, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, enyi mlioamini, msiwafanye Mayahudi na Wakristo kuwa marafiki wa kuwapa siri zenu, wao kwa wao ni marafiki, na miongoni mwenu atakayefanya
urafiki huo, basi huyo atakuwa pamoja nao. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi watu madhalim. Ametoa aya hii akiwa anakusudia kwamba Waislamu sio marafiki zao Mayahudi wala Wakristo, bali Waislamu marafiki zao kwa maana ni mashaitani. Sasa hii Sheikh Shafi imekaaje? Kwa maana sasa tuletee watu ambao kwamba wapo kwenye kiza, hawafahamu ili andiko, ama yeye kwa mujibu alivyotafasiri, je, yupo sahihi na usahihi wake ukoje? Je, amekosea na kukosea kwake kukoje? Karibu Sheikh. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kwanza niseme jambo Sheikh Saidi ambalo kubwa sana, na narudia tena kusema kwamba hii ni Qur'ani. Sheikh Saidi, Qur'ani si tunakaa chini tunasomeshwa sana. Sasa wewe ukitaka kuja na tafsiri zako kuikosoa kwa sababu hujakaa chini namna ya kuisoma, itakupa shida sana. Kwa hiyo utakuta unazungumza vitu ambavyo mtu wenye Qur'ani yetu tukikuangalia tunashangaa, wewe maneno haya umeyapata wapi? Kwa hiyo Qur'ani lazima ukae chini usomeshwe. Sasa wakina Danieli wao wanachukua hizi tafsiri tu za Kiswahili hizi, alafu wanazozisoma. Hawajui kwamba Qur'ani yenyewe ina matini yake. Na uzuri wa Qur'ani Sheikh Saidi kwamba tunayo original yake. Wewe ukitafsiri unavyotaka wewe, si tutarudi katika original ya Qur'ani yenyewe iliyoteremka na mwaka 611. Ile original tunayo. Lakini tofauti na vitabu vingine, ukichukua Biblia leo ya Kiingereza, ya Kiswahili, hata kama yule mwandishi kakosea, hauwezi kujua kwa sababu original yenyewe. Sio nikisema hivi unanielewa vizuri? Unaelewaje nikisema hivi? Na kule kwamba Qur'ani ni moja na haiwezi kutoka kopi au kuchafuliwa. Kwa maana Qur'ani ni original yake ipo. Sizungumzi tafsiri. Wanaokosea watakosea kutafsiri. Lakini yenyewe Qur'ani yenyewe kama yenyewe ipo. Kwa sisi tutatazama namna haya maandishi yanavyotamkwa na wewe ulivyotafsiri ndio umeendana na huku. Sijui umenipata? Tofauti na vitabu vingine kama Biblia original yake haijulikani. Ile ambayo Yesu mwenyewe alizungumza yale maneno yakaandikwa labda na wanafunzi wake, ile original yenyewe kabla hawajatafsiri iko wapi? Ili tujue huyu kakosea au kapatia, sharti tutazame kwenye original. Kwa sababu hii ya Kiswahili na ya Kiingereza imehamishwa kutoka kule kuja katika lugha nyingine. Kwa sasa ile yenyewe tunaitaka ya Yesu mwenyewe, ambayo yale maneno yake aliyozungumza ya Kiaramaiki kabisa yale, si itakuwa imeandikwa mpaka hawa wanakopi kutoka huko? Si ndio hivyo? Ka ile yenyewe iko wapi sasa? Shanaelewa nikisema hivi? Kwa maana ile yenyewe haipo. Kwa hiyo Biblia hawana mahala pa kusema huyu kakosea, sahihi ndo hii. Na ndio maana unakuta Biblia sasa hivi Sheikh Saidi hazisalimiani. Yaani huyu anaandika hiki, huyu kaandika hiki, huyu kaandika. Kwa nini? Kwa sababu hawana original yake iko wapi. Tofauti sina Qur'ani, ukitafsiri vibaya tutakurudisha katika mistari hii ya original ya Qur'ani yenyewe. Umenipata vizuri? Naam. Kwa sasa kina Danieli wanateseka sana na Qur'ani, wanateseka sana na Uislamu. Na hawawezi kujua wanachotaka kujua mpaka waseme sasa sisi tukae chini tujifunze kwamba Qur'ani. Na mimi nawashauri tu, japo wapo katika Ukristo, lakini wajifunze Qur'ani, wasichomoe aya. Maneno ya Danieli anayosema, anasema kwamba Qur'ani imetukataza sisi kuwafanya marafiki wa Kristo na Mayahudi, imetukataza kwamba sio marafiki zetu, na akatoa hadithi ya Mtume kwa marafiki yetu ni shetani. Lakini urafiki ule ukatazwa ni urafiki gani? Je, ni urafiki wa kuombana mboga? Je, ni urafiki wa kucheza pamoja? Je, ni urafiki wa kufanya kazi pamoja? Sio urafiki huo anaosema Danieli.
Urafiki huo wa kuishi majumba ya mamoja, Qur'ani inakubali. Urafiki wa kucheza pamoja, Qur'ani inakubali. Urafiki wa kufanya kazi pamoja, Qur'ani inakubali. Urafiki wa kiujamaa, Qur'ani inakubali. Kwa hiyo alipoisoma 5:51 kuna kitu akachomoa pale. Na mwenye Sheikh Said hujakiona Ndio. Alikichomoa. Rudia 5:51. 5:51 inasema, enyi mlioamini, msiwafanye Mayahudi na Wakristo kuwa marafiki wa kuwapa siri zenu. Hiki hapa kitendo wa kuwapa siri zenu. Shinaelewa zaidi? Ndio. Hajakifanyaje? Hajakisoma hichi. Ukikisoma hiko ndo kina tafsiri kwamba urafiki tuliokataziwa ni wa kuwapa, sio wa kuombana mboga. Hujapaona je Said hapo? Ni kweli. Au ulipaona hapo? Kwa namna nilivyomsikiliza yeye, aliishia tu msiwafanye kuwa marafiki. Lakini mimi sasa hapa ndo nimesoma wa kuwapa siri zenu. Kilichokatazwa. Shimanelewa? Tusiwafanye marafiki wa kuwapa, sio urafiki wa kuombana mboga na chumvi. Urafiki huo tunao kama kawaida. Kwa maana sasa hapa Mwalimu Daniel Mwankemwa anatakiwa kujua urafiki upo aina nyingi. Na hiyo aya kaikata. Yaani kachomoa kile kipande wa kuwapa siri zenu kakikata. Kwa nini? Anaamini Wakristo wao wakisema hivyo hawaji kuangalia Qur'ani Wakristo. Kwa hiyo watakuwa wameondoka. Kumbe Uislamu unakataa kabisa sisi kuwa marafiki na sisi, unakataa kabisa Uislamu. Sijui umeelewa? Ndio akili yake na maarifa yake yako hivyo. Lakini kumbe aya inasema msiwafanye marafiki wa kuwapa. Yaani mipango yetu sisi Waislamu tusiwape, tusifikie urafiki mpaka tukawapa nini? Mipango yetu. Kwa nini? Mipango yetu sisi itapangwa Waislamu kwa Waislamu. Na Mungu anatukataza ikiwa marafiki hawa. Msoma 57 hapo kama sijakosea hiyo. Ndio. Aya ya 57. Enyi mlioamini. Mungu anasema enyi mlioamini. Msiwafanye marafiki wale waliofanyia mzaha na mchezo dini yenu. Enyi mlioamini, msiwafanye marafiki wale walioifanyia. Sawa. Enyi mlioamini, msiwafanye marafiki. Mungu anatukataza tusiwafanye watu hawajatajwa Wakristo wala Waislamu, sio? Endelea. Wale walioifanyia mzaha na mchezo dini yenu. Kwa hiyo tunakatazwa nini Sheikh Said hapo? Wale watu ambao walifanya mzaha dini yetu na mchezo. Mungu kataza watu siwafanye nini? Wasifanye mzaha. Wale ndio tusiwafanye sasa kwa marafiki. Sasa. Miongoni mwa wale waliopewa kitabu kabla yenu. Na miongoni mwa makafiri wengine. Una Qur'ani ilivyokuwa wazi. Kwa hiyo Mungu anatukataza kuna watu tusiwafanye marafiki ikiwa watu wanatufanyia istizai katika dini yetu na kufanya dini yetu mchezo. Mungu anavunja ule urafiki. Sio, umeelewa? Huo mpaka wanavunja moja kwa moja hataki wa urafiki. Kwa hiyo sasa kutokana na aya hizo mbili Sheikh Said, Daniel ajifunze kitu, asichomoe maneno kwenye Qur'ani. Haya mambo mengine ukiwa unasoma sawa hivi hata mtoto mdogo anakuelewa kwamba urafiki uliokatazwa ni huu. Lakini kwa sababu ana malengo yake mengine, anaamua kuchomoa zile aya ili afanye malengo. Si tupo Sheikh Said, hawezi kuchomoa aya tukakuachia. Alafu akasema Waislamu naona rafiki yao ni shetani. Rafiki yao ni shetani. Mimi najibu kwanza hili. Sisi ni rafiki yetu ni shetani kweli? Soma hiyo 55. Hii 55 inasema rafiki yenu hasa wa kumsafia nia ni Mwenyezi Mungu na mtume wake na walioamini ambao husimamisha sala na hutoa zaka na hali ya kuwa wananyenyekea. Manake ni hao ndo marafiki. rudia tena sasa. Rafiki yenu hasa, Kuna neno hasa. Watakuwepo marafiki wengine lakini hasa unajua Kiswahili yule wa kweli wa kushikamana naye. Japo mna marafiki wengine lakini rafiki yenu hasa Kiswahili tu hiki. Haimaanishi kwamba mmekatazwa kuwa na marafiki, lakini huyu ndiye
Shedi, unaelewa vizuri? Endelea Wakumsafia nia ni mwenye kumsafia nia kabisa, wakumkubali kabisa, wakumfanyia mambo yake anayoyataka ni Mwenyezi Mungu. Mungu anasema. Kwa hiyo sisi Mungu anatuambia nyinyi Waislamu marafiki zenu hasa. Japo tunao marafiki wengine, lakini hasa kwanza rafiki yenu Mwenyezi Mungu. Endelea. Na mtume wake. Na mtume wetu rafiki yetu. Endelea. Na walioamini ambao husimamisha sala na hutoa zaka. Na walioamini ambao husimamisha sala na kutoa zaka. Na hali ya kuwa wananyenyekea. Kwao ndo marafiki zetu hasa. Kuna kitu unajifunza hapo? Hapa najifunza. Lazima utie neno hasa. Ukitafsiri vivi utawabagua watu. Lazima useme ile neno hasa. Marafiki zenu hasa. Maana wengine wapo lakini hawa ndio wa umuhimu. Kwa hiyo urafiki uliokatazwa ni kama watu wanaotupiga vita katika dini yetu. Mungu asema tusiwafanye kuwa marafiki zetu. Kwa nini wao wanatupiga vita, sisi urafiki wao nini? Lakini huku umesema urafiki wa kuwapa nini? Siri zetu. Kisha Saidi hapo, sijui umeelewa hapo? Hapa nimekuelewa. Hapa nimekuelewa kwa sababu ndio, lakini hapa kuna kitu najifunza, na hili swali sasa nataka nilete kwako. Mwalimu Daniel wakati anasoma hii aya aliikata kwa tafasiri. Je, anaposema kwamba Waislamu marafiki wetu si wa Kristo wala Mayahudi, ina maana hata wale watu ambao tunaishi nao sasa nyumbani itabidi sasa sisi watutenge kabla ya sisi kuwatenga. Je, kwa mujibu wa maandiko ya Biblia inasemaje? Hiyo Qur'ani sisi ndio kitabu chetu bwana Sheikh Saidi. Yeye kasoma vingine na si kumbe kimeandikwa vingine. Asitake kututenganisha sisi na jamii. Yaani shida ya maneno yake anataka kututenganisha Waislamu na jamii. Yaani tuonekane Waislamu hatuitaki jamii, kwa sababu Qur'ani yetu imetuambia tusiwafanye kwa nini? Marafiki, kitu ambacho sio kweli. Isipokuwa tulichoambiwa sisi tusiwafanye marafiki wa kuwapa siri zetu, yani mipango yetu tukwambie wewe, hapana. Kwa hiyo urafiki wa kawaida upo, lakini urafiki wa kuopeana siri hakuna. Lakini Mungu akatuambia rafiki yenu sasa. Umepata? Kama na shida na marafiki, rafiki yenu sasa. Huku tunao, lakini huyu Mwenyezi Mungu ndio rafiki yetu sana, mtume na wale walioamini. Lakini alikuja kutoa kwamba mtume anasema yoyote katika nyinyi, sio miongoni mwenu, sawa, Mungu kamwekea rafiki yake shetani. Si ndio hivyo? Ndio. Sasa hili neno katika nyinyi au miongoni mwenu, hakuna yoyote katika nyinyi. Ili neno nyinyi hili yeye anatafsiri anarudisha kwetu sisi Waislamu, ndipo anapokosea. Mtume anazungumzia watu. Hazungumzii Waislamu peke yake. Anazungumzia watu, kwamba kila mtu anapozaliwa huwa anaekewa shetani kwa ajili ya kumpoteza. Subhana Saidi. Wewe una shetani anakuchochea kufanya nini? Maasi. Na mimi na shetani anachochea kunifanya nini? Maasi. Na kila mtu ana shetani ambaye anamchochea kufanya nini? Maasi. Ndio maana unakuta kitu Saidi, labda Allahu Akbar, Allahu Akbar, unajiona kabisa kama mtu anakuambia usiende huko, usiende huko, usiende huko. Unaona? Kuna mwanangu mmoja hapa yupo hakike, ukimwambia baba vipi kuswali, leo kunaambia kwamba baba kila nikitaka kuswali naona kama nafsi inaniambia hata wewe, hata wewe. Sio nafsi sasa. Shetani anapambana ili wewe usiende kufanyaje? Kuswali. Anapambana sababu huyu ibilisi kashachukua ahadi kwa Mungu kupoteza. Kwa hiyo anapanga majeshi yake namna ya kukupoteza. Kwa hiyo unapozaliwa yule shetani unakuwa naye. Kwa nini? Ili akupambie wewe upotee. Pale Mungu ndo anakupa nini sasa? Mtihani, utamshinda. Ndio maana hata ukisoma Nyakati wa Pili 18:18 unaweza ukaifunua hiyo? Nyakati wa Pili 18:18. Kama kichwa hakijafeli, maana kichwa hiki kinabeba mambo mengi sana. Kila sasa ukifunua iwepo tu sometime kichwa kina feli, nacho kinakwenda mahala pengine. Nyakati wa Pili ni Agano la Kale 18:18. Kisha kinakuwa baadhi ya nyakati kina feli.
Kwa hiyo ndio maana nauliza kama sijakosea. Lakini Nyakati wa Pili 18 mstari wa 18. Nyakati wa Pili, Sheikh Said, unashindwa kuiona Nyakati wa Pili 18 mstari wa 18. Nyakati wa Pili 18 mstari wa 18. Hujaiona? Sasa Said ukaambiwa kufungua hiyo, si utakaa miaka hiyo. Nyakati wa Pili 18, kutoka Wafalme wa Pili, Nyakati wa Kwanza, Nyakati wa Pili. Kuna Samueli, kuna Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Pili. Si Sheikh Said unafeliwa. Hiyo Nyakati wa Kwanza, nenda wa Pili sasa. 18. Tuiangalie hiyo nayo itatuambiaje kama tutakuwa tujafeli. Nenda 18 mstari wa tunaeleza tule kwamba shetani namna anavyokaa na mwanadamu. Ndio. Inasema Mikaya akasema, sikieni basi neno la Bwana. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama mkono wake wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu mfalme wa Israeli, ili akwe Ramothi Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi, na huyu hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana. Sawa. Akatoka nani? Akatoka pepo. Huyo ni shetani. Shetani akatoka sasa kwa Mungu. Akasemaje? Endelea. Akasimama mbele za Bwana. Akasimama mbele za Bwana. Shetani akasimama kwa Mungu. Akamwambiaje? Akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Mbona Mungu anaongea na sasa na shetani? Shetani anachukua ahadi kwa Mungu, mimi nitamdanganya yule. Sawa? Mungu anamuuliza utamdanganya jinsi gani? Endelea. Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo vinywani mwa manabii wake wote. Endelea sasa. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia, ondoka ukafanye hivyo. Mungu anamwambia shetani afanyeje? Akadanganya atadiriki pia, na akamwambia sasa ondoka ukafanye hivyo. Kwa hiyo shetani anapewa maagizo na Mungu sasa aende akamdanganye mtumishi wa Mungu, mtihani ule. Si ndio? Kwa hiyo sisi tumewekewa mashetani kama huyo mtumishi wa Mungu, Mungu alivyompelekea nini? Shetani akamdanganya. Sijui umenipata? Haina maana sasa hapa kwamba ni marafiki kwa kuwa tumewekewa. Sasa huyu tunasema rafiki ni neno kuambatana. Ndio maana ya rafiki. Qarinun, kwa maana kuambatana. Kwa hiyo ukisikia rafiki maana yake ni kuambatana. Kwa hiyo shetani anakuwa ameambatana na wewe, amekuwa kama rafiki yako kwa kufanyaje? Sio urafiki wa kupiga story, kwa maambatano yale ndio anakuwa kama rafiki yako. Kwa hiyo ni uelewa tu mbaya sana. Soma Timotheo wa kwanza 1 mstari wa 20. Sawa. Timotheo wa kwanza 1:20 nasema, katika hao wamo Himenayo na Iskanda, ambao nimempa shetani watu hao, ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Unaelewa? Basi nani Sheikh jaribu kichwa chako kukifunua. Katika hao wamo Himenayo na Iskanda, ambao nimempa shetani watu hao, ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Kwa maana hawa watu wawili wamekabidhiwa kwa shetani. Kwa hiyo tunasema tukitaka kutafsiri na sisi kwamba kumbe wa Kristo mwalimu wao ni nani sasa? Shetani. Si hapo wanafunzi Paulo kachukua kampelekea shetani ili wafundishwe wasimtukane naye. Wasimtukane. Kwa hiyo sasa wao wanatuambia sisi marafiki zetu, wao tunaambia ndio walimu wao wenyewe, si ndio hivyo? Yaani kwetu wamepita urafiki mpaka walimu. Wao sasa wamefanya kuwa walimu. Wanasomeshwa na shetani. Wanasomeshwa na shetani kama wanataka hivyo, kwa sababu Danieli hana shida ya kufundisha. Kwa hiyo kuna haja ya kumjibu vile ambavyo yeye anavyohitaji kujibiwa. Kwa hiyo maana tumjibu kwa staili hiyo kwamba shetani ndio mwalimu wao. Lakini msoma Yohana 6:70. Sawa sawa. Yohana 6:70. Kitabu cha Yohana fungua 6 mstari wa 70. Tuone kidogo tujifunze jambo. 6:70 Yohana, kwa sababu Danieli anachokifanya anakijua nini anafanya. Sasa akitaka kuleta upuuzi namna hiyo, ina maana kuna vitu atakosea. Yohana 6:70 nasema, Yesu akawajibu, je,
mimi sikuwachagua ninyi thenashara, na mmoja wenu ni shetani. Kwa hiyo katika wanafunzi wa Yesu 12 mmoja na Shetani. Sasa shida nini sasa? Tena hapa inaonekana kwamba ni mwanafunzi. Na mmoja wenu ni shetani. Hata Paulo mtume wao aliyeko chapa anasema 12:5 wa Korinto wa pili. Sawa sawa, wa Korinto wa pili 12:5. Sawa sawa. Na kitu nataka tujifunze kidogo, kwa tumtie adabu kidogo kutokana na akili zake. 12 mstari wa 5. Wa Korinto wa pili 12 mstari wa 5. Anza 7 tupate. Sawa. Mstari wa 7 inasema na makusudi nisipate kujivunia kupita kiasi. Rudia tena. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Na mwanzo nilisema kujivunia, kumradhi. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili. Mjumbe wa shetani ili anipige. Nisije nikajivuna kupita kiasi. Paulo kapewa mjumbe wa nini? Mjumbe wa shetani ili ampige asijivune kupita kiasi. Kwa hiyo kumbe shetani ana mafundisho kwa Paulo, sio? Kama unataka hivyo yamejaa kwenye Biblia. Kama shida ya Daniel niyo yamejaa kwamba wao ni marafiki wakubwa wa shetani. Sasa wafundishe Daniel, ni muombe kwamba afundishe uhalisia, watu waelewe nini anachokifundisha. Asifundishe kwa sababu ya ili Wakristo wampe point kwamba Daniel anajua Qur'an. Daniel hajui Qur'an. Hakuna Mkristo anayejua Qur'an kwa Tanzania hata mmoja kwa. Wote wanapapasa kusoma ya maandishi ya Kiswahili ya Farsi. Ndio maana ukiwaambia twende kwenye matini yenyewe yakoje, hawawezi kwenda. Kwa hiyo sasa nikwambia kwamba Qur'an iko sawa, Uislamu uko sawa, hauna mapungufu mahala popote. Na ndio maana wakijaribu kuleta mapungufu, si tunajibu dakika moja tu, jibu lao lishapatikana. Aidha watakuwa wanachomoa aya au wanatafsiri vile ambavyo wao wanavyohitaji. Sawa sawa. Mwalimu Shafi hapa, tupate kitu tuzungumze na Daniel japo kwa sekunde chache. Kwa sababu ni mwalimu ambaye anajinadi kuwa mwalimu, lakini anachokifundisha hana ujuzi nacho na wanafunzi wake wanamfuata. Vipi kabla ya wale ambao umesema wanaofikishiwa na Daniel kwa wanafunzi wake anawafundisha, lakini mwalimu haelewi? Vipi usianze na Daniel, kama Daniel kumwomba saa aje darasani kwako mfundishe? Na kuna kitu kimoja amekisema kwamba Uislamu alikuja nao Muhammad, yani kabla ya Yesu nyuma kulikuwa na Ukristo. Kwanza kabla ya Yesu kuleta Ukristo, wala hajui Ukristo Yesu ni nini. Sababu ukisoma Kristo Sheikh Saidi ni cheo, Kristo ukisema ni cheo. Sasa unatoaje kutoka kwenye cheo alafu unakileta kuja katika dini? Ni shida sana, kama vile cheo cha rais alafu ukileta dini yetu si ni urais. Ni shida. Kwa hiyo Kristo manake ni cheo, Masihi. Sasa anaposema kwamba Uislamu kaja nao Muhammad, kauanzisha Muhammad, huko nyuma kulikuwa hakuna Uislamu, unaanza kupatwa na mashaka. Yuko sawa kweli? Soma 10:84 Qur'ani, fungue hiyo. Naam. 10:84 Qur'ani. Tumjibu swali dogo sana. Sawa. 10:84 Qur'ani inasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Na Musa akasema. Musa na Yesu nani katangulia? Musa akasema. Kumbe kabla ya Yesu sasa kuna Musa. Musa akasemaje? Enyi kaumu yangu, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, kama nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye kama ninyi ni Waislamu kweli. Mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Kumbe wakati wa Musa walikuwa ni kina nani? Waislamu. Anatuambiaje kauanzisha Muhammad? Maliza 71:26. 71:26 Qur'ani. Sisi ndo vitu vyetu sasa. 71:26 Qur'ani. Ukija vibaya tutakunyosha vizuri kwenye dini. Ndio. 71:26 Qur'ani. Kuna kitu nataka nimkumbushe tu. 71:26 Qur'ani inasema. Na Nuhu akazidi kusema. Nuhu na Musa na Yesu katangulia. Wote wametangulia. Musa na Nuhu wote wametangulia. Nuhu na Musa.
Ametangulia Nuhu. Kwa sababu baada ile gharika Nuhu ndio mtu wa kwanza akawa, sio? Ndio. Sasa toka kipindi hiko cha Nuhu endelea sasa. Mola wangu usimwache juu ya ardhi mkazi wake yoyote katika makafiri. Anamwambia la tadhar ala al-ardhi min al-kafirina tayyara. Usimwache katika ardhi mkazi wake yoyote katika makafiri. Endelea. Hakika ukiwaacha watapoteza watu wako. Innaka intadharhum, ikiwa utawaacha yudhillu ibada. Watapoteza watu wako. Endelea. Waliotengenea wala hawatazaa ila watoto waovu wenye kufuru kama wao. Endelea sasa. Mola wangu, Nuhu anasema Mola wangu, nikufirie mimi na wazee wangu, nisamehe mimi na wazee wangu, na kila aliyeniingia nyumbani kwangu, na kila aliyeingia nyumbani mwangu, kila aliyekubali jambo langu ambalo nimelileta, hali ya kuwa ni Muislamu. Hali ya kuwa ni nani? Muislamu. Endelea basi. Na Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Waislamu wanaume na Waislamu na wanawake. Wala usiwazidishie madhalim ila maangamizi. Kwa hiyo wakati wa Nuhu wapo kina nani? Madhalim. Kwa mujibu wa pointi yetu wakati wa Nuhu wapo kina nani? Waislamu wapo. Sasa anatuambiaje Muhammad ndo kanisha usi? Sawa sawa. Haelewi tu anachokisema maskini ya Mungu. Sisi tuna hoja za msingi, kwa hiyo muombe Daniel aje darasani. Mimi nitamfundisha Qur'ani vizuri kabisa ile. Aje darasani na mtasomesha Qur'ani vizuri, ataielewa wala hamna shida. Kabla hajajiita mwalimu kwanza aje darasani afundishe. Aje darasani tumfundishe. Kama hata kujua Qur'ani tutakwenda kumfundisha kabla hajajiita mwalimu. Sawa sawa. Lakini sasa Sheikh Shafi, japokuwa tumemaliza kwa mujibu wa maandiko ambayo tulizungumza, tunataka tuzungumze kidogo hii safari yetu japo kwa uchache wa dakika ambayo tunainadi kila kukicha na kila ambapo tunafanya vipindi vyetu kuelekea dawa za vijijini. Bado mwitikio tunaona, na ndio maana safari yetu inakuwa bado haijapata wasa wa kuweza kusafiri. Vipi, tunakwama wapi kwa wale watu ambao wanatutazama na kufuatilia katika channel hii? Unajua bwana, dini hii ukiamua kufanya bwana, mimi naona nimefikiria kwamba bora ufanye tu. Vyovyote itakavyokuwa, lakini kuwategemea Waislamu kwa sasa kuna shida sana, kwa sababu yani wamekuwa sijui wana nini ambacho kikubwa, lakini unazidi kuomba kuambia tuna safari ya vijijini hivi. Lakini achana na hilo tu, tunaomba mpaka hapa tupate live tu kwamba mambo kama yawe yanakwenda live. Tunaomba mpaka tupate kamera za kisasa, tupate laptop za kisasa, lakini huoni muitikio kutoka kwa Waislamu kwamba wanahitaji hivyo vitu vifanyike. Lakini kazi wanaona tunayofanya, wanatoa pongezi, wanapongeza, wanafanyaje ili kuambia basi tunataka tuende vijijini, tunafanyaje basi, namna ya usafiri, tunasafiri vipi, tunakwenda vipi, uone watu namna ya kujitokeza ili kwenda kufanya hiyo dawa. Kwa hiyo safari mpaka sasa tunayo, lakini inategemea nguvu zao Waislamu zitakuwaje ili tuende tukafanye kazi yake. Sawa sawa. Sheikh Shafi amegusia safari ya kuelekea vijijini kwa ajili ya dawa kwa wale ambapo ama sehemu ambapo zimeharibiwa kiimani, watu wapo wenye uwezo wanaenda kuchafua hali ya kiimani. Tunakuomba ndugu yetu mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii uweze kutusapoti kwa namna nyingine. Vile ambavyo mnachelewa kutoa support yenu, kutoa ushirikiano wenu, ndo vile ambavyo maharibiko ya kiimani huko vijijini yanaendelea kuharibika, kwa maana watu wanavamia vijijini na kufanya watu waritadi watoke katika njia iliyo sahihi. Lakini vile vile kuomba ni udhalili, na udhalili wa kuomba unaongezeka ama unazidia pale ambapo unachokiomba unakikosa. Je, mpo tayari shekhe adhalilike mbele yenu kwa kile ambacho anakiomba? Jibu ni hapana. Kama ni hapana, basi tunakuomba ujitahidi Muislamu, yule ambaye pia sio Muislamu, ambaye anaguswa na maneno haya ya shekhe kuelekea safari ya dawa vijijini, uweze kutusapoti kwa namba ambazo kwamba zinapita hapo chini, uweze kuwasiliana na sisi kwa kufika ofisini kuonana shekhe, ama kwa kile ambacho umejaliwa na Mungu kukiwasilisha, basi tupo karibu na tupo karibu pia kukipokea. Nyuma ya kamera nilikuwa na ndugu yangu Sheikh Muhammad, lakini vile vile ulikuwa nami ndugu yako Said Abdallah.